Mbilinge za ligi ya mabingwa barani Afrika leo hii inatimua vumbi kwa michezo minne tofauti katika viwanja mbalimbali, lakini mchezo ambao unavuta hisia za wapenda soka la Tanzania ni mchezo ambao utaenda kukutanisha klabu ya Pyramids dhidi ya FAR Rabat. Kwa nini mchezo huo utakuwa unavuta hisia kwa wapenzi na mashabiki wa soka la nyumbani Tanzania? Kwa sababu kwa upande wa timu ya Pyramid kuna mchezaji wa zamani wa klabu ya wananchi ya Afrika na mzungumzia Fiston Kalala Mayele, lakini kwa upande wa klabu ya FAR Rabat kuna beki kisiki Enoch Inonga Bakavarane ambaye yeye kwa misimu ya nyuma alikuwa anaitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na kama utaweza kukumbuka kwenye mechi mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika katika dimba la Benjamin Mkapa ambapo ilikuwa inawakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga, wachezaji hao wawili kati ya Enoch Inonga Bakavarane pamoja na Fiston Kalala Mayele walikuwa wanatengeneza bato ambalo lilikuwa linaleta msisimuko kweli kweli. Kama ulikuwa unaona kwenye mechi mbalimbali ambazo Enoch Inonga Bakavarane alikuwa anamkaba kweli kweli Fiston Kalala Mayele mpaka hatua anavyoweza kutolewa, Enoch Inonga Bakavarane anaonyesha ishara kwamba hajaweza kuwika katika dimba hili, mimi nikiwa hapa nikija nikishughulikia ama nikimzuia asiweze kupata bao. Sasa leo hii inaweza kwenda kukutana Pyramids dhidi ya FAR Rabat. Hii ni mchezo ya hatua ya robo finali katika mashindano haya ya CAF Champion League, manake ya hatua ya robo finali. Nani ataibuka mshindi? Sasa ngoja nikupitishe tu kwa ufupi michezo mbalimbali ambayo waliweza kukutana klabu ya Pyramid dhidi ya FAR Rabat. Matokeo yao yalikuwaje? Basi hapa utaweza kupata hayo yote. Jina langu ni Maunga Junior. Nikwambie tu usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kuandika comment kutokana na kile kitu ambacho unakisikia hapa. Nani ataondoka na alama tatu muhimu? Kwa sababu hii ni michezo muhimu kweli kweli. Ukipigwa basi ujue utaondoka katika hatua hii na mwingine ambaye anafuata ataweza kusonga mbele na kwenda katika hatua ya nusu finali katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Cha kwanza kabisa, timu hizi zote mbili kati ya Pyramid dhidi ya FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco wamewahi kutana michezo miwili tu. Katika michezo hiyo miwili FAR Rabat ameshinda mchezo mmoja na draw iliwahi kupatikana draw moja pekee. Na kwa upande wa mabao, jumla mabao ambayo yamepatikana katika michezo ambayo wameweza kuicheza hiyo michezo miwili, jumla mabao ilipatikana mabao 5 ambapo Pyramid aliweza kushinda mabao 3, lakini FAR Rabat amefanikiwa kushinda mabao 3. Kwa hiyo Pyramid mabao 2 lakini FAR Rabat mabao 3 ndio ambao ameweza kufanikiwa. Katika michezo hiyo, mchezo wa awali ulifanyika tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2023, so miaka mingi sana, ambapo katika dimba la nyumbani Pyramid akaweza kuondoka na sare ya mabao 2-2 dhidi ya FAR Rabat, na mchezo ambao FAR Rabat aliutumia vizuri sana akiwa dimba lake la nyumbani, ni Pyramid aliweza kukubali kichapo cha bao 1-0. Hayo ni moja kati ya matokeo mbalimbali ambayo yaliweza kukutana timu hizi mbili kati ya FAR Rabat dhidi ya Pyramid. Kwa hiyo leo hii unaenda kukutana katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ambapo wote wanatamani kuvuka katika hatua ya robo finali na kwenda katika hatua ya nusu finali katika mashindano haya makubwa barani Afrika. Lakini mchezo hiyo ambayo iliweza kufanyika haijafanyika kwenye klabu bingwa barani Afrika, ilifanyika katika kombe la CAF Federation Cup, na maanisha kombe la shirikisho barani Afrika. Leo hii unaenda kukutana uso kwa uso watani wa jadi. Ninapozungumza watani wa jadi na maanisha Fiston Kalala Mayele dhidi ya Enoch Inonga Bakavarane. Nani ataibuka na ushindi katika mchezo huo? Basi tuandikie komenti yako hapo chini juu ya kile kitu ambacho umeweza kukisikia. Lakini mchezo huo unatarajia kufanyika majira ya saa 4. Na leo hii kama kawaida Pyramid wao wapo katika dimba la nyumbani, lakini FAR Rabat wao ni wageni katika mchezo huo. Sahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na ucomment. Na Mandasi Store, wauzaji na wakopeshaji wa simu aina ya smartphone. Wewe kama una ndoto ya kumiliki smartphone na una pesa yako kidogo, basi nikwambie chukua hiyo pesa yako uliyokuwa naye, haina haja ya kuchukua mdhamini wala nini. Chukua na namba yako ya NIDA, fika popote ambapo unajiona duka la Mandasi Store, waambie bwana nimekuja
kupata simu aina ya smartphone, basi utapatiwa simu kutokana na pesa uliokuwa nayo, na utakuwa unalipa kidogo kidogo kutokana na makubaliano ambayo nyinyi mmeweza kupatia, au sio bwana